Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Heri ya Krismasi. Bado tuko katika furaha ya Yesu kuzaliwa katika mioyo yetu, Yesu kumiliki familia zetu, Yesu kubadilisha maisha yako. Huyu ambaye amezaliwa ndio huyu ambao amekuja kwetu ili aweze kututunza, aweze kutulea kama watoto wake. Na kwa njia ya kipekee leo tunasherehekea katika hiyo furaha ya Krismasi, sherehe ya Epifania, tokea kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kupitia kwa mamajuzi, yeye anajionyesha kwa ulimwengu mzima. Tangu kale wana wa Israeli walidhania kwamba wao ndio wanapaswa kuona Masia, wao ndio wanapaswa kuona utukufu, wao ndio wanapaswa kuona neema. Lakini kwa njia ya huyu ama ujio wa Yesu Kristo na kujionyesha kwa mataifa, anadhihirisha kwamba amekuja kwa kila mmoja wetu. Na ndio sababu katika antifonia ya kuingia misa kesha tunisema: inuka Yerusalemu, eleza macho upande wa mashariki, angalia toka mawio ya jua hata machio yake wanao wanakusanyika. Wote tunakusanyika katika jina la Bwana. Na hivyo hivyo katika antifonia ya kuingia kwa misa ya leo tulisema: tazameni anakuja Bwana wa majeshi, mwenye ufalme mikononi mwake na weza na nguvu. Toleo ama kujitokeza kwa Yesu Kristo katika maisha yetu kunatuletea nini? Kunatuletea ufalme, kunatuletea mwanga, kunatuletea nguvu, kunatuletea nuru ambayo inaangaza katika maisha yetu. Na hivyo hivyo kupitia kwa hawa mamajuzi, na sisi pia tunajua kwamba kwa njia zote zile ambazo Mungu ametujalia tunaweza kumfahamu, tunaweza kumtumikia na tunaweza kuishi kari ya mapenzi yake. Kuna sherehe hizi ambazo ni muhimu, ambazo zinatufundisha vile Mungu anavyojitokeza kwetu. Sherehe ya kwanza ni ile ambayo tumeshasherehekea, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na ile ya pili ni ya Epifania. Ile ya tatu ni wakati ambao Yesu anabatizwa, ile ambayo tutasherehekea hivi karibuni. Alafu ya nne ni wakati ambao Yesu alibadilisha ama alikuwa kule Kana akifanya sherehe. Huyu Yesu ama huyu Kristo anajitokeza katika maisha yetu ili tuweze kumjua na tuweze kumfahamu, tuweze kumpenda. Je, ni mara ngapi ambao umeona Mungu akijidhihirisha kwako? Ni mara ngapi ambao umeona Yesu akijidhihirisha kwako katika kazi zako, katika familia, katika maisha yako? Yeye ni kama nyota ambaye anaangaza maisha yetu, na Mungu anaendelea na kujidhihirisha kwa kila mmoja wetu. Na ishara hii nyota ni ishara ya neema za Mungu katika maisha yetu. Kama vile tutakavyosoma, hao majuzi walifuata nyota, walifuata mwanga wa Kristo, na sisi tunafuata nyota katika maisha yetu. Kuna wale ambao wanasema nyota yao imezimwa, lakini hatusemi katika hali hiyo. Tunasema kwamba Mungu anajidhihirisha kwako, anakuongoza katika maisha yako, na ukimfuata bila shaka utaenda sehemu ambayo kuna faraja, kuna utulivu, kuna amani, kuna upole, kuna starehe za kila namna. Basi ndugu zangu, tumfuate huyu Yesu Kristo kwa sababu ndiyo nyota katika maisha yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 20 aya 60, aya ya kwanza hadi ya 6. Na katika somo hili tunaona nabii Isaya anatabiri vile mataifa watapokea nuru, yaani Kristo. Yeye mwenyewe anataka kuwapatia matumaini ya kwamba nuru inakuja. Wana wa Israeli anawakumbusha kwamba nuru inakuja, na watu wote waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti wataona nuru. Isaya sura ya 9 aya ya 2. Na sisi wenyewe katika maisha yetu tunaona nuru ambaye ni Yesu Kristo, anayetualika na anayekaa nasi katika maisha yetu. Anatuongoza, anatuponya, vile vile anatupatia kazi, vile vile anabariki ndoa, vile vile anatuongoza katika mangumu yote, anatuepusha na ila zote. Ni huyu nuru ambaye tunamtafuta katika maisha yetu. Je, ni mara ngapi ambao umeshindwa kuona nuru ya Kristo katika maisha yako?
Ni mara ngapi ambao unakosa kuona mwanga wa Kristo katika familia yako? Ni mara ngapi ambao unasema kwamba ni kama Mungu amekusahau? Mungu amekubariki mwaka mzima na bado unalalamika, unasema Mungu amekusahau. Mungu amekuunganisha katika ndoa na bado unalalamika, Mungu amekusahau. Wewe mwenyewe umeweza kufanya mambo makubwa wa mwaka ulioisha. Sasa hivi tunaanza mwaka mpya na bado unalalamika, Mungu amekusahau. Ona nyota ya Mungu katika maisha yako. Mtazame pale mbele, mtazame kando, mtazame nyuma, na utaona mwanga wa Kristo ukitembea na wewe. Usikubali utawaliwe na giza. Usikubali utawaliwe na yule mwovu shetani, lakini uweze kuona neema za Mungu katika maisha yako. Na somo letu la pili linatoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Efeso sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 3, ya 5 hadi ya 6. Na hapa Paulo anaambia watu wote, watu wa mataifa, ya kwamba wanashiriki ahadi zote za Mungu. Hakuna mabaguzi, hakuna wale ambao ni wa ndani na wale ambao ni wa nje. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wote. Kristo alikuja kwetu ili tuweze kuunganishwa wote. Na ndiposa alisema kwamba kwa ubatizo wetu tunashiriki kikombe kimoja na mkate mmoja. Kwa ubatizo wetu tunaitwa watoto wa Mungu. Hatubangui. Na sisi wenyewe katika maisha yetu, basi kwa nini tujibague? Kwa nini tuone wengine ndio wanafaa na wengine hawafai? Kwa nini wao jione ya kwamba wao ndio mzuri na wale wengine si wazuri? Wanaweza kuwa na kasoro zao, lakini wewe mwenyewe kumbuka, wewe tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Kwa sababu kuna pesa, usidharau watu wale wengine. Kwa sababu kuna mali, usidharau watu wale wengine. Waone wao hata katika umaskini wao, uone neema za Mungu zikiwa pamoja na wao. Wewe mwenyewe jiweze kujiona ambao naongozwa ama tunaongozwa wote na huyu Mungu mmoja. Basi ni kitu gani ambao kinaleta utofauti katika maisha yetu? Ni kweli kutakuwa wengine wako na pesa, wengine hawatakuwa na pesa. Na wengine ambao wako na mali, wengine hawatakuwa na mali. Lakini hivyo imaanisha kwamba tusipendane kama watoto wa Mungu. Ndio tunaanza mwaka, basi tuweze kutembea kwa pamoja. Na ndio sababu katika kiitikio ya leo msaburi anasema, mataifa yote ya ulimwengu watakusujudia Bwana. Wote leo katika kanisa tumekusanyika kama familia ya Mungu. Wote kwa pamoja tumeunganika kama watu wa Mungu. Je, kwa nini basi utoto usizidi kuenea katika maisha yetu? Kwa nini tusiweze kuona Mungu ambaye tunamshiriki ndio huyo ambao anakuinua na anajiinua mimi? Basi tuunganike kwa pamoja. Tuseme watu wa mataifa. Tuseme hawa watu hawahitaji baraka. Tuseme hawa watu hawahitaji msamaha. Tuseme hawa hawahitaji kupokea. Tuseme hawa hawahitaji kusikiza neno la Mungu. Wote tumbadilishwe na tuundwe na huyu Emanueli ambao amezaliwa katika maisha yetu. Na katika somo letu la Injili tunasoma mwinjili Mathayo sura ya 2 aya ya 1 hadi 12. Jinsi ama majuzi ambao walitoka kule mashariki hawakuwa wanajua Torah, hawakuwa wanajua kusoma ili hizi vitabu vya Musa, lakini hawakuwa na hiyo imani ambao wana wa Israeli walikuwa nayo. Lakini walitumia ujuzi wao wa kuweza kujua jinsi ya kuangalia nyota, ikaweza kuongoza mpaka pale mtoto Yesu alipozaliwa. Na ndio tunaona hata Herode anashangaa na anataka kupata ufahamu kwa hao watu. Lakini kwa sababu neema za Mungu zilikuwa zatosha, ndio tunaona kwamba Herode ile lengo alikuwa nayo ya kutaka kuua hawa watoto, mtoto Yesu hakufanikiwa. Lakini bado huyu Mungu kupitia kwa neno wake Yesu Kristo aliweza kujidhihirisha kwa mataifa. Basi hebu nikuulize swali, na hii ndio alikuwa Herode aliuliza, Yesu amezaliwa wapi? Wao walimjibu ama majuzi, lakini wewe, Yesu amezaliwa wapi? Amezaliwa katika familia yako ama bado? Amezaliwa katika ndoa yako ama bado? Amezaliwa katika kazi zako ama bado? Huyu Yesu tunahitaji aweze kukaa ndani ya maisha yetu, aweze kukaa katika roho zetu, aweze kukaa katika maisha yetu. Kwa hivyo leo jiulize, je, Yesu amezaliwa wapi? Alafu ama majuzi walienda kumtafuta Yesu wakitumia elimu yao.
waliweza kumtafuta Yesu wakitumia ujuzi wao. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha na sisi pia tunapaswa kutumia vipaji ambavyo Mungu alitupatia kumtafuta huyu Yesu. Kutumia mali yako kumtafuta Yesu. Tumia akili yako kumtafuta Yesu. Tumia familia yako kumtafuta Yesu. Tumia pia ndoa yako kumtafuta Yesu. Tumia hata ile imani ambayo uko nayo kumtafuta Yesu. Na bila shaka Mungu atakuneemesha, kwa sababu umetumia vyote alivyokupatia kumtafuta, na hivyo utaweza kubarikiwa na utaweza kufanikiwa. Yesu hayuko mbali na sisi. Hao mamajuzi, ingawa hawakuwa wanajua Torah, walimtafuta na akampata sembuse wewe ambao ulibatizwa. Inamaanisha kwamba unapaswa kumpata kwa urahisi. Na hivyo Herode alikuwa ni mnafiki. Alimtafuta huyu mtoto Yesu akisema kwamba anataka hata yeye aende akamsujudie. Tunajua kwamba hii haikuwa ukweli. Yeye alikuwa anataka amue kwa sababu alikuwa anahofia ufalme wake. Na sisi pia katika maisha yetu tumekuwa wanafiki. Wewe ni mnafiki katika kanisa. Unaenda kanisani tu sio kwa sababu unataka kwenda kupokea, lakini kwa sababu kuna mambo yako unataka kuficha. Wewe ni mnafiki. Unasema kwamba unasoma neno la Mungu lakini haulisomi. Wewe ni mnafiki. Unasema kwamba huyu Yesu amezaliwa na hajazaliwa katika maisha yako. Wewe ni mnafiki. Unasema kwamba unasaidia kanisa lakini hata usaidii. Wewe ni mnafiki. Unasema kwamba unaweka ahadi za ubatizo na hujasiweka. Kwa nini tuwe wanafiki katika maisha yetu? Ni kitu gani ambacho kinakufanya kuwa mnafiki, na ni kitu gani kinanifanya hata mimi niweze kuwa mnafiki katika maisha yangu? Kama utakuwa mwaminifu, hautaenda kujifanya. Huo nafiki ndio umeharibu ndoa, huo nafiki ndio umeharibu biashara, huo nafiki ndio unaharibu urafiki, kwa sababu watu wanajifanya na wasemi kile ambacho wanamaanisha. Midomo yao inasema mambo mengine na mioyo yao inasema vitu vingine. Tusiwe wanafiki kama Herode. Na hivyo baada ya kufikia yule mtoto Yesu, waliweza kumtolea dhabihu, sadaka safi. Tunaona walimtolea sadaka ama zawadi 3 muhimu. Ya kwanza, dhahabu. Hii ilikuwa inaashiria ufalme. Yesu Kristo ndiyo mfalme. Na hivyo wakaweza kuleta uvumba, ama hii inaitwa ubani, ambayo ndio hiyo tunatumia kanisani kuonyesha kwamba yeye alikuwa kuhani. Yesu Kristo ni yule kuhani wa milele kama Melkisedeki, kama tunavyosoma katika waraka kwa Ibrania. Na hivyo wakaweza kumpatia manemane. Na hii ilikuwa inaashiria kile kifo chake. Kumbuka huyo Nikodemo ambaye alibeba asilimia za manemane imechanganywa, kwa sababu alikuwa anaona vile kifo cha Yesu kitakuwa. Kwa hivyo na sisi wenyewe tunakumbushwa ni vizuri kumtolea Mungu sadaka ama zawadi zilizo nzuri katika maisha yetu. Yesu amekuja kwako, amekubariki, amekuneemesha. Ni zawadi gani ambazo umemjalia? Ni kitu gani ambacho umetolea Mungu? Mara nyingi unalalamika kwa sababu ile zaka ambayo unatoa. Mara nyingi unalalamika kwa sababu ile sadaka unatoa. Mara nyingi unalalamika kwa sababu ya ile stofi unalipa wakati ambao unabatiziwa mtoto ama anapata kipaimara, anapokea ekaristi. Unalalamika kwa sababu uliitishwa pesa kujenga kanisa. Unalalamika kwa sababu uliitishwa kitu kingine ambacho ni kusaidia kanisa. Unalalamika pia kwa jumuiya kutoa sadaka. Unalalamika pia wakati ambao padri anakuja katika boma yako kubarikia. Utalalamika mpaka lini? Kwa nini usitolee Mungu sadaka iliyo safi? Kwa nini usimtolee kile chema na kizuri? Ama majuzi walitoa hizo zawadi 3 kwa sababu walikuwa wanataka kumtolea Mungu kilicho chema, dhahabu, uvumba na manemane, vitu vya dhamana. Basi ni kitu gani ambacho unaweza sema kwamba umtolea Mungu katika mwaka huu? Hata saizi kulikuwa na Christmas dues. Kuna zile ambazo tulikuwa tunapaswa kutoa kama Christmas. Wewe umetoa nini? Labda kulalamika tu. Ni kitu gani chema ambacho umetolea Mungu katika maisha yako? Mtolee familia yako bila kulalamika. Mtolee fedha zako bila kulalamika. Mtolee mali yako bila kulalamika. Na hivyo utaweza kumpendeza Mungu katika kile kilicho chema. Na tunapokwenda kumsujudia Mungu, basi tuweze kwenda vizuri. Hao walienda wakapiga magoti na wakamsujudia Mungu kwa sababu ile baraka ambazo walipata. Na sisi pia katika maisha yetu tuende tukamwabudu Yesu Kristo katika ekaristi. Tumwabudu katika neno wake. Tumwabudu katika sala zetu. Tuweze kujitoa katika yale matendo ambayo tunayafanya, kwa sababu ni Mungu ambaye tunamfanyia. Tusikate tamaa katika maisha yako. Usikate tamaa katika yote ambayo unayafanya,
kwa sababu hauko peke yako, uko na Mungu katika maisha yako. Unatembea na Mungu. Mungu amejidhihirisha vizuri. Mungu amekubariki vizuri. Basi kwa nini wewe usiwezi kumfuata? Mungu anakuangaza katika maisha yako. Kuna nyota ambayo inakuongoza kila mara. Kwa nini usione hiyo nyota katika maisha yako? Mungu anakuinua kila mara. Kwa nini usione uwepo wa Mungu katika maisha yako? Mungu anajidhihirisha kwetu. Usidanganyike kwamba nenda kanisa hii ndio kuna Mungu, nenda kanisa hii ndio kuna Mungu, nenda pale ndio utapata uponyaji, nenda pale ndio kuna nini. Hapana. Amini Mungu. Na pale ambapo umeshikilia, shikilia vizuri. Usiyumbe yumbe katika imani, na utaweza kuona mwanga wa Kristo katika maisha yako. Ndugu zangu, leo tuombe ili tokeo la Bwana iweze kujidhihirisha katika maisha yetu. Ajitokeze kwetu, tuweze kumfahamu, tuweze kumtolea zawadi zilizo nzuri, na hivyo tuweze kumsujudia ama kumwabudu katika kila hatua. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Bwana, tunakuomba usiangaze nyoyo zetu kwa mng'ao wa utukufu wako, tupate kuondokana na giza la ulimwengu huu na kuyafikia makao yetu ya mwanga wa milele. Natomba hayo kwa ajili ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia sherehe njema, na Mungu awabariki ndio muweze kutembea katika mwanga. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike channel yetu ya Living Word, na hivyo tuendelee na kushare ndio tuweze kukua vizuri katika mwaka huu. Happy New Year.